Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Karibu ndugu zangu kwenye ibada hii takatifu ya misa leo Dominika ya 14 ya mwaka A. Katika masomo ya leo tunapewa moyo. Leo ni masomo mazuri sana yanayotuvuta tumfuate na tumtafute Mungu. Paulo anasema wale wanaomtafuta Mungu wanasukumwa na Roho wake, Roho Mtakatifu. Na ni hao ambao wanaacha mambo ya ulimwengu huu yanayopita, wanatafuta yale yajayo, yale ya milele. Sisi ndio tumekutana leo. Wengi wanahangaika huko na huko, ukienda Kariakoo au kwenye masoko huko mijini, watu wanahangaika na hawajui hata leo ni Jumapili. Hawana nafasi kwa Mungu, wanatafuta maisha, wanatafuta mali. Wengine wanahangaika kwenye mikutano ya siasa huko na huko, wanahangaika kutafuta cheo, madaraka, hata kuumiza wengine. Ndio mahangaiko ya binadamu, akisahau kwamba yeye anaishi kwa muda mfupi tu hapa ulimwenguni na anasahau kutayarisha makao yake ya milele. Sisi tunamshukuru Mungu kwa kututumia Roho wake Mtakatifu aliyetuongoza tukutane, tujitambulishe kwake, tuombe nguvu zake, baraka zake, na pia kumshukuru kwa yale ambayo tulifanikisha, si kwa nguvu yetu bali kwa nguvu ya Mungu. Haya yote tunayaweka mbele yake katika misa hii, pamoja na Kristo ambaye anatuita tumfuate yeye, tubebe mzigo wake mwenyewe ambao ni mwepesi. Basi ndugu zangu, kwa kuwa mara nyingi tumesahau kwamba sisi hatuwezi kufanya chochote bila Mungu, tumtupie mizigo yetu, tumkabidhi Yesu mahangaiko yetu, shida zetu na hata mipango yetu inayokuja. Tujute dhambi zetu ili tusilalisho kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Somo la kitabu cha nabii Zekaria. Furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu. Ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraimu, na farasi awe mbali na Yerusalemu, na upinde wa vita utaondolewa mbali. Naye atawahubiri mataifa yote habari za amani, na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, na toka mto hata miisho ya dunia. Neno la Bwana.
Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi amfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo, ndugu, tu wadeni, si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu alijibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, kama nilivyosema awali, masomo yetu ya leo ni mazuri na yanatutia moyo, hata kwa wale ambao wana mizigo mikubwa, mahangaiko makubwa. Watu wana wagonjwa nyumbani, wanahangaika labda hata usiku wa kulala kwa kumjali mgonjwa hospitalini, nyumbani. Wengine wana mashauri mbalimbali yanayowakera na kusumbua. Lakini wamepata muda kuja kumwambia Bwana, nisaidie, mzigo ni mzito. Ndio ombi letu hapa, kila mmoja. Wengine masomo yanakuwa magumu, labda kama ni mtu ambaye hafanyi bidii mwenyewe, lakini amekazana, lakini bado ni mzigo mkubwa. Anamwaga mzigo wake kwa Yesu. Yesu anafurahi sana, kwa kuwa katika Injili zote
somo la leo, Injili ya Mathayo sura 11:25 mpaka 30, ndio wimbo unaitwa wimbo wa Yesu. Hakuna wimbo mwingine ambapo Yesu anamwaga roho yake kwa furaha, exolomology, manake anafurahi, na hakuna mahali pengine amefurahi na maneno haya ni anatoka kwenye mtima wake. Kwa nini? Anatangaza kile kilichomleta hapa ulimwenguni, kubeba mzigo wetu, na anatukaribisha kwake. Njoni jamani, njoni, mimi nitabeba yote mnayofikiria na wazidi, maana mimi nina uwezo, na hata kile nitakachowaambia, masharti yangu ni mepesi. Sina amri kama zilizokuwa za Mafarisayo, amri nyingi, sheria nyingi. Mwangalie katika Injili nzima Yesu ametupa masharti gani? Ni kujikana wenyewe tu. Jikane mwenyewe, acha mambo hayo na hangaika huko na uweze hata kuyatekeleza. Njoo nifuate, ubebe msalaba wangu. Na hapa natumia neno nira yangu. Nira ni ule mzigo wanaobeba ng'ombe Maksai, wanaolima, wanafungiwa gongo fulani shingoni au mgongoni, wanavuta jembe, plau ile, ndio unaitwa zugon kwa lugha yao. Na anawaambia ule mzigo, kwa kuwa wewe ni ng'ombe, sisi ni binadamu, lazima tufanye hilo. Kazi yetu ndiyo, tunalishwa na nini kwa ajili ya hiyo. Kuna vitu ambavyo lazima tuvifanye ili tuwe binadamu, ili tuwe watu. Sisi sio ng'ombe au mbuzi au nini, hapana. Ili tuwe watu, kuna mambo ambayo tunapaswa kuyafanya. Tunajua wajibu wetu ambao tunapaswa kutekeleza. Sasa ule wajibu ukikuwa mzito, wao ni mzigo wetu, mizigo ni yetu. Lakini Yesu anatuambia ile wajibu wetu ukiwa mzito mno, njoni kwangu nieleze. Sasa sisi kwa kiburi chetu tunakataa, hatuendi kwake. Tunaenda kwa wapiga ramli, tunaenda kwa washauri feki. Hatuhitaji hata mshauri wake, hatuambie tufanyeje. Leo anatualika na anasema sharti lake tu ni dogo, kujiachia kwake. Simple as that. Kujiweka kwake, sharti lake ni hilo tu. Jikane, wacha kujifikiria wewe nitafanya nini, nitafanya. Muulize Yesu, nisaidieje? Mimi hii tatizo ni hili, nipe njia. Na kweli ukienda kwake kama mtoto mchanga, ametuambia atakufunulia. Sema leo natumia nepios, ni neno ile mtoto ambaye anafungwa nepi. Neno nepi limetoka kwa lugha hii ya Kiyunani. Nepios ni yule mtoto mchanga amezaliwa na tunamfunga. Siku hizi wamesema tusifunge mno, lakini ndio siku hizi wamesema, wataalamu wanasema inaleta madhara makubwa sana. Afadhali hata wazazi wetu waliwafunga kwa ngozi, iliweka hewa. Lakini sasa ninachosema, sisi anatutaka tuwe kama vitoto vichanga, na mtoto mchanga hana msaada mwingine. Ukimwacha pale basi amekufa. Na hata wanyama wanatambua hilo, yuko karibu. Kuku hata anawaita, akienda na wao vinafuata. Hata wanyama wakali
Ukigusa mtoto wake tu anaona, hata akiwa mbali ana feeling kwamba something is happening to my baby, na kwa hiyo atakuja kwa ukali wa ajabu. Ndio mama simba, tembo, nyati, faru, wale wanyama wakali, usiguse kitoto chake, atakufa, atakuua tu. Kwa nini? Anatunza kitoto chake, ni nafsi yake. Yesu anajiona hivyo ndani mwetu. Nyinyi ni watoto wake, anataka kuwatunza, hawezi kuacha, lakini tunamkataa kwa kiburi. Na mimi najishangaza. Unamkataa mama yako, unamkataa baba yako, lakini huwezi kumtegemea. You can't. Mtoto mdogo ukimtupa pale, basi mwisho wake anakufa tu, hawezi kutafuta chochote, hawezi fanya chochote. Na ndivyo tulivyo, anataka tuwe hivyo. Tumkimbilie baba na mama yetu, ambaye ni yeye mwenyewe. Njooni kwangu watoto wangu. Tunakataa. Kiburi hicho. Unafikiri mama au baba atafanya nini? Atatumaliza. Nani hasira? Mtoto ambaye anamkataa mama yake na baba yake, you can't help me, wewe kumsaidia kitu, anahangaika mwenyewe. That's what nicho nitaka kusema. Huko watu wanakimbia na vibaiskeli na vipikipiki na vibajaji na vitu gani na wanahangaika. Nimesimama wakati fulani pale Kariakoo, nilikuwa na kada sa miaka mingi, na pale Kariakoo watu kama kuku siafu na mchwa hao, kila moja busy, hello, na maredio na manini anapiga kelele, confusion. Why? Everybody is busy, kila mmoja yuko busy, anatafuta kitu fulani, but they will never, hawawezi kumbuka kwamba kuna msaada wote nje ya uwezo wao. Leo Yesu anatuambia tusiwe hivyo, na ndio maana nimewaambia awali katika mwanzo kwamba sisi hapa tulipo hapa ni wale waliofunuliwa. Sio kwamba wewe umejileta tu ukaweza kuacha shughuli zako. Everybody hapa, kila mmoja wetu ana shughuli kabisa. Hata watawa, sisi wote tuna shughuli. Hata mimi na shughuli yangu pale nimeweka. Lakini sisi tumepata privilege zaidi watawa. Lakini hawa wanaotunza familia wana wajibu wa ulimwengu huu, lakini wakaweza kuacha everything, wakatumia walau haya masaa mawili tu katika wiki kuja kusema asante baba. Baba, ni pale nimeshindwa, nionyeshe njia. Ndiye anataka atufunulie, lakini tukikataa, yeye atakuwa mkali sana kwa mtoto mwenye kiburi. Kama wale ambao kwa kuwa wameinuka, wamekuwa mabosi kwenye wizara fulani au kwenye taasisi fulani, baba yake anakuja kwenye koti chafu na mama amevaa makatambuga, anasema that is not my mother. Huyo sio mamangu. Mama yako anasema anataka kuja kuona, yuko pale mlangoni, mwambie aondoke, simfahamu. Mama atafanya nini kwa mtoto wa namna hiyo, aliyebeba miezi 9 akambeba mpaka kakajielewa kwamba yeye ni mtu? Angeweza kutupa huko msituni kama wanavyofanya wengine, lakini mama huyu alikubeba karibu miaka 7, anakutunza kama na anakulinda, na baba yupo anakulinda, alafu unamwambia humfahamu. Unafikiri wengi, ninavyojua katika maisha yangu, nimeona watu kama 4 hivi waliokufa njiani, nikaambiwa ni laana ya mama yake. Waliopata kichaa, nikaambiwa ni laana ya baba yake. Hiyo ni wazi, mimi nawakumbuka kabisa. Kwa sababu ndivyo Mungu atakavyokasirika, kwa kuwa hatukumtaka mtoto wake aliyeleta ili atusaidie, tukamkata kwa kiburi chetu tu. Ndio masomo ya leo tunaambiwa, njooni kwangu, mzigo wangu ni mwepesi, sina kitu kingine, ni kujikana, kujifanya mtoto tu.
Na halafu ndio utanitambua mimi nani, utamtambua kwamba ni wokovu wetu. Ndio utamtambua yeye kwamba ni mwana wa Mungu na uwezo wote uko kwake. Hawezi kusaidia kama hutaki kusaidiwa. Sasa pokeeni uwezo wa Mungu uko katika Kristo. Hata kama inatukwaza kwa sababu alikufa msalabani, ndivyo nguvu inabubujika ubavuni mwake na kwenye misumari vidonda vile, ndivyo tunapopata nguvu. Ndivyo atakueleza namna ya kwenda katika maisha yetu. Ndio atakueleza maana ya mateso unayopitia. Hakuna mahali pengine. Hakuna mtu atakueleza kwa nini wewe unateseka. Ni yeye tu. Kwa hiyo njoni kwake, tujifunue kwake, tumwendee yeye, tupate kitulizo. Na atafurahi, anasema ndio furaha yake, na kushukuru Baba wa mbingu na dunia kwa kuwa mwafunulia hao wanaonifuata, wakina Petro na Yakobo na Tomaso na wengine. Na hilo anataka kulisema leo kwetu. Na kushukuru Baba wa mbingu na dunia kwa kuwa mwafunulia hawa. Basi ndugu zangu, Paulo anatuambia wale wanaofunuliwa hivyo. Paulo, hili somo la kwa Warumi sura hii ya 8, anatuambia sisi tuliopo hapa na wale walioko kwenye ibada ni wale waliofunuliwa na wamemiminiwa Roho wa Bwana. Yeye ndiye anayetuinua, yeye ndiye anayetuongoza, yeye ndiye tumruhusu Roho wa Bwana Yesu, Roho wa Yesu Kristo mwenyewe atuongoze. Na akituongoza njia yetu ni salama. Kwa kuwa wale ambao wanahangaikia mambo hayo nimesema, njia yao, mwisho wao ni kaburi, ni kifo. Hakuna maisha. Ni kwake tu tunapata maisha. Hata baada ya mateso ya hapa duniani tuna tumaini kuu la uzima wa milele. Na anayetutibishia hiyo ni Roho Mtakatifu. Ndio hiyo unaweza kutambua tu huyu anaongozwa na roho nyingine, sio Roho wa Mungu. Kuna watu tafuta mambo nini, hawatakuwa hapa. Wale ambao kwa hapa hata kama ni wakosefu, wana Roho wa Bwana anayewaongoza. Huwezi kuja hapa bila Roho wa Mungu, haiwezekani. Maana Paulo amesema hakuna anaweza kumkiri Yesu ni Bwana bila kuwa na Roho wake. Kuna uwezo. Huwezi kuwa mpinzani wake ukaja hapa. Basi ndugu zangu, tuna furaha hiyo. Unajua somo la kwanza la Zakaria, hii sura ya 9 ya Zakaria. Zakaria alizaliwa wakati ule wa matatizo makubwa yaliyokuwa yamewapata Waisraeli, hata wa Yudea wale wa kusini. Wakati ule tunamkumbuka mfalme aliyeangamiza ufalme wa Yudea, Nebukadnezar. Huyu alipiga na kuharibu hekalu, kila kitu, fagia mji wa Yerusalemu rabos, na hata mji ulitambulika kwa kuta zake. Akaweka kuta zote flat chini, hakuna jiwe libaki juu ya jiwe lingine. Hata leo utaona tu ule ukuta waliorudia, lakini hakuna kitu. Sasa huyu Zakaria alikuja wakati wamerudishwa kutoka Babeli. Ni wakati wanajenga sasa tena upya mji wa Yerusalemu. Wamerudi wachache, wanaitwa remnant, mabaki ya Israeli yaliyorudi kutoka Babeli. Wamekuja sasa chini ya kuna Ezra na Nehemia na Zerubabeli. Walikuwa wamekuja, wanaanza tena ujenzi na kupata msaada kutoka kwa wafalme wa Yunani, wale wa Persia na wasaidia. Wakaanza mwaka 550 ndio wamerudi. Kule walikuwa wamegawanyika. Wale waliotoka Babeli walikuwa walau wana nafuu kimaisha. Walikuwa walau nafuu kimaisha. Kama mtu ametoka huko jijini Dar es Salaam alafu anaenda kwenye
nyumba zetu huko vijijini kule, hali ngumu, hakuna umeme, hakuna hata simu umeweka sandukuni, manake hakuna communication, hakuna mawasiliano. Sasa utatumia simu gani? Unakwenda unatamba hapa, hakuna kompyuta, hakuna umeme, sasa tufanye nini? Hakuna. Ni kazi ya vijijini. Sasa kuna wale walioitwa Amhares, waliitwa watu wa shambani, wale waliobaki, viwete, vipofu, wakoma, watu ambao hawasaidii chochote, waliachwa, ndio mabaki yaliyobaki kule. Sasa hao ni walikuwa vilema na vinini, watu walikuwa na changamoto kubwa, hawakupelekwa uhamishoni, wale walitupwa kama takataka wafie huko. Hao ndio walikuwa mabaki, na wale walichukua ardhi na kila kitu, wakawa wanaishi huko miaka 40 wanaishi. Sasa wanakuja watu huko wana vitambi na wengine kwa sababu wale walikuwa uhamishoni walipata maisha mazuri, tusahau hilo. Hawakuwa na hali mbaya kama waliobaki huku ambao hawakuwa na uwezo wa kujimudu. Sasa wanakuja wale najua Babeli hii wametoka kwenye majiji. Jiji la Babeli lilikuwa dominant kwa wakati huo. Sasa wamerudi, wanawaambia tutafanya hivi. Makuhani wale waliobaki pale wanawaambia sasa tunajenga, mwe tayari kubeba mizigo. Tasema mizigo gani? Pumbavu yenu, sisi hatuwezi kufanya kazi zenu, mnatueleza makuhani. Na ndio nimewaambia mara kadhaa, ndio waliotupa sehemu kubwa ya Agano la Kale. Baada ya kurudi huko wamekosa mamlaka, wamekosa nguvu, wamepata changamoto na hao waliobaki maskini. Sasa hizi jamii mbili zilikuwa na mgongano, sasa watafanyaje kazi? Ndio Mungu akawatuma hao manabii Hagai na Zekaria kuhamasisha wamrudie Mungu, wajenge hekalu. Na njia anayofanya nini? Anawaambia kitu cha kwanza, Mungu anataka kuunganisha zile falme mbili zilizotengana. Falme wa kaskazini unaitwa Israeli yenyewe na upande wa kusini. Sasa anawaambia huyu Zekaria, Mungu anataka kuunganisha zote. Alafu ataweka mfalme wake wa pekee mwenye nguvu kama Daudi hapa. Na huyu mfalme atakuja katika upole. Tunasikia atakuja katika upole, tena amepanda punda, mwanapunda, uzao wa punda. Na hiyo sasa atakuja na huyo, ili hata wale wa shambani wasimkimbie. Hata kuja na gari la farasi, maana farasi walikuwa ni wanyama waliotumiwa na wafalme na watu wakubwa sana, wafalme. Kwa hiyo watu wa kawaida watumia punda. Hata huko kwetu ukikuta farasi ni mnyama wa bei mbaya, ni zaidi ya gari. Farasi ukiwakuta, kuna Mungu yetu hapo ana farasi, nilikuwa naangalia sema huyu amepata wapi pesa. Farasi ni ghali kuliko bei ya Mercedes Benz huko Ulaya, very expensive. Na ndio biashara kubwa sana huko Ulaya. Mnacheka kwa sababu hamjui. Na waeleza rafiki zangu wabishi sana. Manake mambo yangu ya utani. Manake farasi ni ghali sana hata sasa. Na nilipoona hapo mmoja alikuwa na farasi wawili hapo, nishangaza. Sasa yeye amekuja na punda, na hii tunajua huyu anayemtabiri huyu Zekaria ni Yesu Kristo mwenyewe. Na tunaadhimisha tendo hilo siku ya Matawi. Aliyepanda punda anaingia mji wake mkuu Yerusalemu, alafu anaulilia pale, Yerusalemu usiyetambua yule anayekuja kwako. Analia, Yesu alilia pale. Na ndiye anayekuja kwetu. Yesu haji kwa mabavu, ndugu zangu, anakuja kwa unyenyekevu, udogo. Tunamtambua au tunatambua wale wenye nguvu, mabavu, walio na pesa, wenye vyeo? Hutampata Yesu huko, niwaambieni kabisa.
tena atakuja kwa njia ya udogo ule ule, kwa sababu hiyo alikuja ili awakutane na wale wadogo waliotupwa, waliodharauliwa, waliokuwa na matatizo, sio wenye opulence, wenye vyeo na mali na nguvu. Hakuja kwa namna hiyo ili waseme ni wa kwetu. No, unaweza kumdharau Yesu na kila kitu, kwa sababu anakuja kwa njia ndogo. Angalieni ndugu mdogo katika jamii zetu, ndugu ambaye ni mkimya labda, lakini sio kwa kuigiza. He is truly honest. Yani wapo ambao hata hana kujikweza, hana nini. Hata katika jamii zetu, familia zetu, tusidharauliane, maana ni hao wanaomficha Yesu. Ndugu zangu, leo kwa ujumbe huu unatosha. Tunaalikwa tu tumtafute Yesu, atusaidie, atufunulie yale yaliyofichwa, hata katika kaya hadi kazi zote, tatizo lolote, matatizo, mashughuli, machangamoto zote, tunamkimbilia yeye. Na leo kwa furaha, nitumia leo msemologo hii, anafurahi, jubilation, in jubilation kwa lugha ya Kiingereza, katika furaha anayepumua anatuambia, njoni kwangu ninyi mnaolemewa na mizigo, mnaosumbuka. Leo ni mwaliko wa pekee kweli, na yeye amekuja katika udogo. Kwa sababu hiyo sisi tunapaswa kuwa wadogo, na sharti lake ni moja tu, udogo, unyenyekevu. Mungu atusaidie na iwe hivyo. Amina.